Ukikuta fundisho kwamba Mungu ana umbo, ana nini? Umbo. Na mwanae ana umbo, yani kwamba wao wamesambaratika tu, ujue wewe una tofauti na Buddha, tofauti na Hindu, tofauti na Shinto. Na wanaotatu hawakubali Mungu ana umbo. Wewe kwa mjibu wa Muhammad, Mtume Muhammad na Waislamu, ukisema Yesu ni mwana wa Mungu, wewe ni nani? Na umefanyaje? Umekufuru. Wanataka Kristo tu awe Mungu Mwenyezi, lakini hawataki awe mwana wa Mungu. Au ni watoto wa Muhammad. Na ukomunisti ni pando la Roma. Maana ukomunisti unapiga Biblia. Mwana mwingine wa Roma ni Islam. Ukikutwa na Biblia kule Saudi Arabia, kanisa karibuni. Wote tukutane hapa tufanye somo la leo. Sasa leo tutajifunza somo la kipekee sana. Naomba uwe makini. Simu yetu ama kauli mbiu yetu ya mkutano wetu inaitwa ukweli wa leo kwa kizazi cha nini? Ukweli wa leo kwa kizazi cha mwisho. Huo ndio msingi wetu ambao uko hapo. Kwa majina, kwa wale wasionifahamu, naitwa Mwalimu Jeff Masawe, mmoja ya viongozi wa kanisa hili la matengenezo hapa Tanzania. Hili somo lina vitu vingi. Ila kabla sijaingia katika somo hilo, jana tulijifunza katika somo la mchana kuhusu umuhimu wa maandiko. Umuhimu wa maandiko ndio unatambulisha kwamba ujumbe wa wakati huu ni upi. Sikubaliana hivyo Sasa nataka kidogo tuende katika nukuu sasa za Ellen G. White kuhusu maandiko matakatifu kama nilivyoahidi jana. Mtumishi wa Mungu Uzoli Deme katufikisha hapa kwamba wale wote ambao wanakataa roho ya nini? Roho ya nini? Ya unabii. Wanaama katika matengenezo. Na roho ya unabii maana yake ni nini? Kitabu kile cha Ufunuo sura ya 19 mstari wa 10. Hapo ndipo tutapata maana halisi ya roho ya unabii. Soma andiko hilo. Anasema, ndio, kisha nikaziona mbingu zimefunuka. 19:10. 19:10. Ufunuo. Anasema, nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Akaniambia, akasemaje? Angalia usifanye hivi. Angalia usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako. Na wa ndugu zako. Endelea. Walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu. Kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Ushuhuda wa Yesu ni roho ya unabii. Kwa tunaposema roho ya unabii ni ushuhuda wa nani? Yesu. Na ushuhuda wa Yesu ni nini? Na roho ya unabii inatokana na ushuhuda wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo manabii wote walikuwa connected na roho wa nani? Roho wa Mungu. Petro wa kwanza 1:10. Nisome mpaka mstari wa 11. Andika 1:10. Ukweli wa leo kwa kizazi cha mwisho. Soma. Nasemaje? Katika habari ya wokovu huu manabii walitafuta ndio, na kuchunguza ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia ninyi. Wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulionywa na Roho wa Kristo. Ulionywa na nani? Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao. Kwa manabii wote akiwa nabii Musa wote walionywa na Roho wa nani? Wa Kristo. Wakimshuhudia nani? Kristo. Yohana 5:39. Yohana Injili. Ndio. 5:39. Inasemaje? Anasema, Mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani ya kwamba ninyi, anasema hivi, mnachunguza maandiko kwa sababu mnadhani ya kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndio yanayonishuhudia. Kwa hiyo maandiko yanafanyaje? Yanamshuhudia Kristo. Na maandiko yanaandikwa na nani? Na manabii. Sasa kwa hiyo tunamkubali Ellen White kwa sababu alimshuhudia nani? Kristo. Na leo tunamkataa Muhammad ingawa anaitwa nabii kwa sababu akumshuhudia nani? Akumshuhudia nani? Kristo. Na maandiko yanasema hivi 8:9 kitabu kile cha Warumi. Soma andiko. Warumi. Ndio. 8:9. Anasema, naam, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi mfuate mwili, bali muifuata Roho. Endelea. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Asipokuwa na Roho wa Kristo si wake. Hebu nipe hiyo Qur'ani kwanza hapo. Iko hapo. Si kuna Qur'ani imeweka hapo juu ya Disadvantages. Unajua kuisoma? Ndio. Nifungue Qur'ani 9:30 hapo. Huyo asipokuwa na Roho wa nani? Wa Kristo si wake. Simulizi nataka uikate hiyo. Asante. Unajua sisi wainjilisti wewe unatu control.
Asante. Haya, 9:30 Qur'an. Anasemaje? Na Mayahudi wanasema Uzieri ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Uzieri ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Na Wakristo wanasemaje? Masihi ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Haya ndio wasemayo kwa vinywa vyao. Endelea. Anasema pasiku ya pima wanaiga maneno ya wale waliokufuru kabla yao. Yaani wanaiga maneno ya wale waliokufuru kabla yao. Mwenyezi Mungu awafanyaje? Awaangamize. Fungua Qur'an. Kwa hiyo kwa mjibu wa Muhammad, mtume Muhammad na Waislamu, ukisema Yesu ni mwana wa Mungu, wewe ni nani? Wewe ni kafiri. Na unapaswa kufanyaje? Kuuawa. Na umefanyaje? Umekufuru. Nipe 10:36 kitabu cha Yohana Mtakatifu. Kwa hiyo mtu yeyote asipokuwa na roho wa nani? Wa Kristo, huyo si wake. Soma. Anasema ndio. Je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni. Ninyi mnamwambia unakufuru. Kwa sababu nalisema mimi ni nani? Mimi ni mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kuna watu ambao walikuwa wanasema hizo kufuru kwa sababu amesema ni mwana wa nani? Wa Mungu. Na watu wapo leo. Na leo ndani ya Wakristo wako. Ukisema Yesu ni mwana wa Mungu, wanajaa nini? Ghadhabu. Wanataka Kristo tu awe Mungu Mwenyezi, lakini hawataki awe mwana wa Mungu. Au ni watoto wa Muhammad. Simulizi umeona hiyo? Ni watoto wa nani? Wa Muhammad. Sasa kwa nini tunamkubali Ellen White? Sababu anayashuhudia maandiko matakatifu ya manabii. Na wanakubali maandiko manabii wote. Kitabu kinaitwa Enlighten kiko hapo. Nimeweka nukuu hapa. Anasema hivi, na kupendekezea wewe msomaji mpendwa, neno la Mungu kuwa kanuni ya imani yako na mwenendo wako. Kwa neno hilo tutahukumiwa. Mungu ameahidi katika neno hilo kutoa maono katika siku za mwisho. Si kwa ajili ya kuweka kanuni mpya ya imani, bali kwa ajili ya kuwafariji watu wake na kuwaongoza wale waliopotoka kutoka katika kweli ya nini? Uko simnaona huko? Kweli ya nini? Simona Ellen White anataka tufuate Biblia ila mwingine atakwambia kwamba Biblia ilitoa nini? Mikono. Unajua huyu ana roho ya Kristo, ana roho ya shetani. Sikia kitabu kingine. Hii ni Selected Message Volume 1 ukurasa wa 17 na 18. Nasema hivi, watu wenye elimu ndogo, wenye uwezo na nafasi chache za kuyafahamu maandiko kwa undani, upata kwa maneno yaliyo hai faraja, muongozo, ushauri, mpango wa wokovu ulio wazi kama mwanga wa jua. Hakuna anayepaswa kupotea kwa kukosa maarifa, isipokuwa kama amekuwa kipofu kwa makusudi. Tunamshukuru Mungu kwamba Biblia imeandaliwa kwa ajili ya maskini pamoja na wasomi. Inafaa kwa watu walika zote na tabaka zote. Juzi kuna mchungaji mmoja akatuambia kwamba nyinyi hamna elimu, si ndio? Hamna nini? Elimu. Tutafuta sadaka. Lakini Biblia imewekwa kwa ajili ya watu wasio wasomi na wasomi. Na Martin Luther wakati kule wa matengenezo, wakati Pope wanazuia maandiko matakatifu yasichapishwe kwa lugha zingine, ili uweze kusoma Biblia lazima uwe padri. Na padri unakuta kuna parish iko hapa moja, Biblia iko moja hapa Kelege peke yake. Ili padri naye aisome inabidi akaombe kwa askofu wa jimbo. Aandike barua. Ndio wanakaa baraza, kwa nini unataka kuisoma Biblia? Unataka kujua si mfano. Unataka kupewa basi wewe kasome tu Mathayo. Tuko pamoja Kwa Martin Luther akaifanya Biblia mpaka ikaenea kwa wakulima. Na aliwaambia Pope kwamba nitaifanya Biblia kuenea kwa lugha ya Kijerumani mpaka yule mkulima wa mashamba aifanyeje? Aipate na kuijua. Na ilikuwa hivyo. Wakulima wakaipata Biblia na wakajenga hoja na wakawadefeat mapadri kwa hoja. Bwana asifiwe. Hii imani si mchezo rafiki yangu. Watu waliumia. Kuitafasiri Biblia zamani ilikuwa ni kosa la jinai, unauawa. Ukikutwa na Biblia ndani unafanyaje? Unauawa. Kule Russia wakati wa mapinduzi ya kikomunisti ya Sovieti, mama mmoja kati anaona wale wa komunisti, jeshi jekundu linachoma Biblia. Yule mama tena kwa nyumba. Nyumba kwa nini? Kwa nyumba. Yaani kwanza kwa ile biti lenyewe ulikuwa unaitupa Biblia nje mwenyewe. Kama kipindi cha Sokoine, kipindi cha ujumu uchumi. Msako ulikuwa watu ambao wana pesa ndani. Mzani mzee Gumo unaelewa Amkutupa hela nyinyi? Babangu kwa ananisimulia ameweka hela chini ya uvungu na Sokoine akasema nakuja Kilimanjaro. Baba ana kimuemue.
mule kwenye uvungu sema itaonekana, akaenda akaichukua akaweka chini ya mgomba. Lakini bado ile tamko la Sokoine lilimbabaisha. Akaichukua kwenye mgomba akaitupa barabarani akakimbia. Kipindi cha uchumi. Sasa kipindi cha Pope wanatawala zama za giza, watu waliogopa Biblia. Yaani leo mama na mtoto wake hapa, Biblia inasoma na askofu siku ya Jumapili, anaiona pale inanyanyuliwa hivi, mama anachukua mtoto wake anamnyoa juu, Biblia ile pale. Yaani Biblia ilikuwa kama nini? Dhahabu. Sasa kule Soviet miaka tu ya nyuma hapo, jeshi jekundu, wakati wa mapinduzi ya Bolshevik Revolution mwaka 1917, Biblia zilisakwa na kuchomwa moto. Mama mmoja akachukua Biblia Text Receptus ya Orthodox ambayo ndio King James Version, ndio sehemu ya King James Version. Akachukua unga wa mkate akakanda. Akafanyaje? Akakanda. Vile wanavyofanya mama kwenye mkate. Akachukua ile Biblia akaiweka kwenye nini? Unga. Sasa kuna hapo bado jamaa wanaweza wakafungua hata unga ukaikuta. Akaingiza kwenye oven ili iwe nini? Mkate. Saka. Fungua ile oven utakuwa na mkate. Hapo moyo wake asijue kwa na njaa, wakala nini? Wakala mkate. Wakaondoka. Hiyo Biblia sasa baada ya Usiala ku collapse, ile Biblia iliyotunza kwenye mkate ndio ikawa chanzo cha uchapaji wa Biblia pale Russia. Bwana asifiwe. Hiyo mnanielewa vizuri? Ndio maana leo wa Russia walimlani papa. Papa aruhusiwi kukanyaga wapi? Urusi. Papa Yohana Paulo wa pili aliomba kwenda, akuruhusiwa. Papa Francis huyu hayati aliomba kwenda kufanyaje? Akuruhusiwa. Sababu wa Orthodox na Urusi wana kisasi. Na ukomunisti ni pando la Roma. La nini? Maana ukomunisti unapiga Biblia. Kwa mwana wa Roma ni komunisti. Mwana mwingine wa Roma ni Islam. Wote wataki nini? Biblia. Islam wataki nini? Biblia. Ukikutwa na Biblia kule Saudi Arabia, unaumizwa, utauawa. Mnaelewa vizuri? Na katika ulimwengu wa komunisti kule kwa Kim Jong Un ambao wa Afrika wengi wanampenda, kule North Korea, Biblia ni nini? Marufuku, maana wale ni wa komunisti. Hawataki Biblia. Kwa hao ni wana wa Ibilisi. Sasa huyu nabii anatuambia kwamba nakupendekezea nini? Biblia. Iwe ushauri wako, iwe wokovu wako, iwe maarifa yako. Sikia nukuu nyingine. Anasema Mungu aliwakabidhi wanadamu wenye udhaifu. Hii ni Selected Message volume 1 ukurasa 16. Mungu aliwakabidhi wanadamu wenye udhaifu kazi ya kuandaa neno lake lilovivua kwa uungu. Neno hili lililopangwa katika vitabu vya Agano la Kale na Agano Jipya. Ni kitabu cha mwongozo kwa wakaji wa ulimwengu ulioanguka dhambini. Wameachiwa ili kwamba kwa kujifunza na kutii maelezo yake, hakuna hata nafsi moja atakayopoteza njia ya kwenda wapi? Ya kwenda wapi? Mbinguni. Bwana asifiwe. Sasa sababu muda ni mchache na saa moja tu, nataka nifikishe ujumbe fulani. Sasa naomba niloe kidogo kuhusu nukuu na Biblia. Nukuu za Ellen White, yani roho ya nabii. Kwanza nisome kwanza hii nukuu. Testimony for the Church volume 5 ukurasa wa 84. Sema katika Biblia mapenzi ya Mungu yamefunuliwa kwa watoto wake. Popote inaposomwa, katika familia, shuleni au kanisani, wote wanapaswa kusikiliza kwa utulivu na nini? Na tuko pamoja na heshima. Kana kwamba Mungu mwenyewe yupo anazungumza nao. Rafiki zangu, nimesema hivi, huko nyuma Biblia ilikuwa ni adimu. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Leo Biblia unayo nyingi mikononi mwako, ziko nyingi. Lakini Ibilisi amesababisha uko nayo na uisomi. Kwa njia gani? Naam. Mwisho hapa. Asante. Biblia uko nayo mkononi lakini unaweza kufanyaje? Kuisoma. Uongo kweli? Amekuwekea tamthilia. Amekuwekea michezo vingi. Na pia na watesa wa mama kwa vikoba siku hizi. Wako bize na nini? Vikoba na kausha damu. Biblia haisomi katika majumba. Na pia leo unaikuwa Biblia kwenye simu kama shawana wanavyonisomea hapa. Unajua ukisoma kwenye simu utakalili vizuri. Unafahamu vizuri Nunua Biblia. Nunua nini? Biblia. Leo chaji kiisha hapo utasoma hiyo Biblia.
chukua hard copy. Na sasa hivi hard copy zinaenda kuadimika. Na si kuadimika tu, zinakuja tafasiri za ovyo ovyo kama NIV ambayo imeondoa masculine ya Mungu. Yaani Mungu ni sexless. Yaani kwamba feminism waliandamana wakidai kwamba kwa nini Mungu awe baba? Tunataka na Mungu mama. Sasa paka hapa kwa kabidi watoe jinsia. Yaani Mungu baba si ana jinsi? Sasa kama ina maana kuna una baba si mwanaume. Maana Mungu anaitwa he, his, him. Bwana asifiwe. Najua kuwa katika masculine ya kiume si lazima uwe na hiyo mazingira bwana Shemasi. Umeelewa paka hapo? Tunaangalia masculine. Sinaendelea vizuri hapo. Sasa uje katika nukuu, anasema hivi. Selected Message Volume 2 ukurasa wa 5. Neno la Mungu ni nanga ya imani yetu. Ndio msingi wa uhakika ambao tunaweza kujenga juu yake. Sasa ngoja kuhusu shuhuda. Ani zumuni la hizi shuhuda. Naomba hichi kitabu hapo. Desire Ages. Hichi kitabu nini kinaitwaje? Desires. Hichi kitabu ni moja kitabu ambacho kilibadilisha maisha yangu. Desire, tumaini la vizazi vyote. Kuna mchungaji mmoja wa Kipentekoste Tanzania alisema hichi kitabu kilinibariki sana. Nawaga na kisifu sana hichi kitabu. Tumaini la vizazi vyote pamoja na ile Greater Controversy. Sema ndugu J, Testimony for the Church, Volume 4, ukurasa 246. Ndugu J amechanganya mawazo ya watu kwa kujaribu kufanya ionekane kwamba nuru ambayo Mungu ameitoa kupitia shuhuda, yani maandiko ya Ellen White, ni nyongeza kwa neno la Mungu. Lakini katika jambo hili anawasilisha kwa namna isiyo sahihi. Mungu ameona inafaa kwa njia hii kuleta akili ya watu kwenye neno lake ili kuwapa uelewa ulio wazi zaidi ya hilo. Kumbe lengo la shuhuda ni kutupa uelewa wa nini? Ulio wazi wa nini? Wa maandiko matakatifu. Anasema tena hapa, Live and Herald, Januari 20, 1903. Biblia inapewa uzito mdogo sana. Kwa hiyo Bwana ametoa nuru ndogo, yaani maandiko ya Ellen White, kuwaongoza wanaume na wanawake kwenye nuru kubwa zaidi. Bwana asifiwe. Amen. Ukisoma hivi unaelekea wapi? Nuru kubwa. Sasa paka hapa si kwamba hii, yani hii ni nuru. Anasema Testimony for the Church, Volume 5, ukurasa wa 665. Shuhuda, yani maandiko ya Ellen White, hayakukusudiwa kulizalau neno la Mungu, bali kulikuza na kuvuta mawazo ya watu kwake, ili uzuri wa unyenyekevu wa kweli uweze kuwagusa watu wote. Sasa hiyo ndio maana ya kuwa na hizi nini? Shuhuda. Bwana asifiwe. Inashuhudia nini? Biblia, maandiko matakatifu. Si inatangua Biblia. Kwa hiyo mtu akikataa shuhuda, amekataa roho ya nani? Roho ya Kristo. Sasa tuje katika somo ambalo nataka tuweze niwasilishe kwenu. Naitwa tuzitambue alama za zamani. Kama unaandika, tuzitambue alama za zamani. Kwa tutatumia maandiko matakatifu na hizi shuhuda. Tuzitambue alama za zamani. Naomba uwe makini sana. Kama una usingizi, chukua maji nao uso kabisa. Na unywe maji. Naomba mkono wenu kwa wale ambao walizaliwa katika Udventista, unyoshe mkono juu. Ingawa kuzaliwa haikufanya kuwa mwana imani. Watatu tu, nyosha tu, msiushe, nyosha tu. 1, moja, wewe kuzaliwa wewe Mchaga. 1, 2, 3, 4, 5. Watano tu. Wengine ambao walibatizwa katika imani ya CDA ya zamani, nyosha mkono. Asante. Na wengine ambao moja kwa moja tu watoka kule wakajiunga na kanisa hili la matengenezo, nyosha mkono. Okay. Kwa ina maana nyinyi, shusha tu, nyinyi hamjui historia nyuma ya kanisa la CDA, si ndio? Hata wa CDA wenyewe. Sasa hapa basi wote mnisikize kwa makini. Karibu Musa na John. Sasa kuna nukuu nimeiweka hapo mbele. Hapo mwanzo siku ya Jumamosi nilifundisha somo nasema kwamba ni Mungu gani tunayemwabudu. Mungu gani tunayefanyaje?
Tukaona ni Mungu yupi? Mungu mmoja aliye Baba. Sasa nataka tuangalie, tutazama kidogo ndani, tumuone huyu Baba yukoje na ni msingi gani katika imani hii ya Kiadventista pamoja na sisi. Nikisema Adventist ni sisi wenyewe, Seventh-day Adventist, ila hilo jina limetaifishwa. Ukilitumia huko mtaani unaweza ukakamatwa, sababu limeshakuwa trademark. Lakini hilo halikupaswa kusajiliwa, maana hilo ni la kila mtu ambaye anaamini kuja kwa nani? Kwa Yesu, na kitambua sabato, siku ya saba kuwa sabato ya Bwana. Hii nukuu ipo kwa English, wacha tu niende kwa Kiswahili moja kwa moja. Nimetafasiri. Nasema hivi: wale wanaotafuta kuondoa alama za zamani za kweli hawashikili imara, hawakumbuki ni jinsi walivyopokea na kusikia. Wale wanaojaribu kuingiza nadharia ambazo zinaondoa nguzo za imani yetu kuhusu patakatifu. Nikisema patakatifu, mnanielewa vizuri? Namaanisha nini? Sanctuary. Kuhusu nini? Patakatifu. Au kuhusu nafsi ya Mungu au ya Kristo. Wanafanya kazi kama watu vipofu. Wanatafuta kuleta mashaka na kuwaacha watu wa Mungu wakielea bila nanga. Na nashapanda au kuna watu kutoka Zanzibar, nyoshe mkono. Wengine hawajafika Meli mkishuka pale, ile meli mliokuja nayo, simlieka nanga. Bila nanga meli inachukuliwa na upepo. Kwa ina maana hawa, bila kuwa watu wakipuuza nafsi ya Mungu au ya Kristo, wanaelea bila nini? Na maana wanachukuliwa na upepo huku na huku. Kuna nukuu hapa ilisema hapa na Deme, alinukuu katika Biblia kwamba kuna mafundisho ambayo yanawapeperusha. Ni ngapi umesoma ile? Waefeso 4? Hebu tuisome hiyo. Waefeso 4:14. Anasema Waefeso 4:14. Piga haraka, twende haraka. Anasema ndio, ili tusio tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu, kwa ujanja tukizifuata njia za udanganyifu. Asante. Sumuona ni kitu gani mpaka inapulizwa na upepo baharini? Si ni meli bila nanga. Kwa ina maana usipojua nafsi ya Mungu na Kristo, wewe unaelea bila nini? Nanga. Kama ni kanisa wote mnaelea bila nini? Nanga. Na leo wachungaji wanapuuza habari ya nafsi ya Mungu na nani? Na Kristo. Kwa sababu wanasema si lazima kujua. Wewe pambana, twende wapi? Mbinguni. Si mnaambiwa hivyo? Sasa unapambanaje kwenda mbinguni kwa mtu usiyemjua? Yaani unaenda kwa fulani, wewe twende tu, hatumjui wala kwake hatupajui. Afu ni driver huyo. Sasa kuhusu patakatifu pia nitafundisha katika eneo la mafundisho ya unabii. Sanctuary message. Hiyo ndo ni moja ya foundation yetu sisi kama Waadventista. Tulipoacha sanctuary message, ndio tukaingia katika mafundisho mengine ya umizimu. Maana sanctuary message ndani ya sanctuary kuna Mungu na kuna kuhani mkuu. Mungu na mpatanishi peke yake. Sasa hilo ni jambo lingine. Sasa tuende katika pointi hii. Hii hotuba Ellen White aliitoa katika wajumbe wa mkutano mkuu wa Waadventista wa Sabato kule Tacoma Park, Marekani, Washington DC, Mei 24 mwaka 1900 na ngapi? Na 5. Walisema Ellen White alitransit kwenda katika fundisho la utatu mwaka 1898. Sasa wanajaribu kudanganya wa Sabato. Lakini hapa ni mwaka 1900 na ngapi? Na 5. Kwa hiyo nafsi ya Mungu na nani? Na Kristo. Alikuwa anamaanisha nini? Twende vizuri. Hii ni Testimony for the Church, gombo la 6, ukurasa 17, para ya pili. Anasema hakuna mstari wa kweli uliowafanya Waadventista wa Sabato kuwa walivyo unaopaswa kuzoofishwa. Hapa naongelea Uadventista. Sisi tumekuwa Waadventista sisi hapa. Tutakubaliana mpaka hapo Tunazo alama za zamani za kweli, uzoefu na wajibu. Nasi tunapaswa kusimama imara katika kutetea kanuni zetu mbele ya nini?
ya ulimwengu wote. Mungu aliwakata Waadventista kipindi kile cha tikisiko kuu mwaka 1844. Akawapa kweli za msingi. Nilifundisha hapa kuwa Mwadventista ni kemeo katika ulimwengu wa Kiprotestanti ulioasi. Levy and Herald, Agosti 31, 1905, aya 11. Na wasi kila mmoja awe wazi na thabiti kuhusu kweli za hakika ambazo tumesikia, kupokea na kutetea. Kauli za neno la Mungu ziko wazi. Simameni imara juu ya msingi wa kweli ya milele. Kataa kila aina ya kosa, hata kama limefunikwa kwa muonekano wa ukweli ambao linakana nafsi ya Mungu na ya nani? Yaani kama utapewa maneno mazuri ya kupendeza, lakini mwisho huo msingi unakataa nafsi ya nani? Mungu. Na nani? Na Kristo. Hiyo ndio 17:3 kitabu kile cha Yohana Mtakatifu. Nipe hilo andiko. Anasema, tuanze mstari wa kwanza. Anasema, ndio. Maneno hayo aliyasema Yesu. Akainua macho yake kuelekea mbinguni. Akasema. Akasemaje? Baba, saa imekwisha kufika. Saa imekwisha kufika. Tukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe. Kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili. Ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Ili wote uliompa awape nini jamani? Uzima wa milele. Awape nini jamani? Uzima wa milele. Mstari wa 3. Na uzima wa milele ndio huu. Na uzima wa milele ndio huu. Wakujue Mungu wa pekee wa kweli. Na Yesu Kristo uliyemtuma. Umesikia andiko hilo? Ila likienda kwa wachungaji linachakatwa. Wanakuambia wewe hujajua hiyo hamaitiko sijui. Kutafasiri kisayansi unacheka hapo. Kwamba hapo Yohana alikuwa anaandika, alikuwa amekaa hivi mkao fulani. Yaani maneno yanakuwa ni matamu na watu wanafanyaje? Wanashawishika. Hii ni nasema hivi. Hii ni katika inaitwa manuscript ya 13 mwaka 1889 ile aya 9. Sema hivi. Katika Minneapolis, katika nini? Mungu aliwapa watu wake vitu vya thamani vya kweli katika mpangilio mpya. Kidogo basi jienda kusema nukuu. Minneapolis, kwa wale ambao ni wasomaji wa historia ya CDA, Minneapolis ni mji wa Marekani. Ilifanyika mkutano mkubwa 1888 mwaka 1888. Hapo ndipo kuna nuru kubwa Mungu aliileta kupitia wachungaji wetu, mmoja anaitwa Wagona, mwingine A.T. Jones. Na vile kitabu cha tutawasomea baadaye kuhusu ujumbe nukuu kwamba huo ndio ujumbe wa malaika yule wa 10 na ngapi? Wa 18. Akiambatana ujumbe wa Ufunuo 10 na ngapi? 14. Ujumbe ambao unaangaza katika ulimwengu wote. Kumbe ujumbe wa Ufunuo 18 tayari ushahubiriwa. Ila ukienda kwenye mdaro na wa SDA wanasema huo ujumbe bado. Kwa sababu wameacha nuru. Na ule kama light wangeusoma ujumbe wa Minneapolis mwaka 1888, leo kanisa la SDA lisingeamini fundisho la nini? Utatu. Lisingeamini kabisa. Ndio maana mwaka 1988 Willand na Scott wakati ujumbe umefikisha miaka 100 waliandika waraka kwenye General Conference kwamba tumetumwa na Mungu kuwaambia, Mungu anasema SDA rudini katika nini? Ujumbe wa Minneapolis. Lakini waligoma, walikataa. Sinafahamu Willand ni yupi? Acha mtoto baba yake alikuwa anakaa hapa Nairobi. Alikuwa ndo ameandika kitabu cha Danieli na siku. Si mnafahamu hicho kitabu Mungu ana wajumbe. Sasa ndani sababu mmenielewa vizuri hapa sema Minneapolis kama una swali utaniuliza. Nuru hii kutoka mbinguni ilikataliwa na baadhi ya watu kwa ukaidi ule ambao Wayahudi walionyesha walipomkataa Kristo. Kulikuwa na mazungumzo mengi kuhusu kushikilia alama za zamani. Lakini kulikuwa na ushahidi kwamba hawakujua alama za zamani zilikuwa ni nini. Kulikuwa na ushahidi na hoja kutoka katika neno ambazo zilijipendekeza kwa dhamiri. Lakini akili za watu zilikuwa zimefungwa zidi ya kuingia kwa nuru. Kwa sababu walikuwa wameamua kwamba hiyo ilikuwa ni kosa hatari linaloondoa alama za nini?
Nani ameshasoma kitabu cha Haki kwa Imani cha Johnson de Wagona? Nyoshe mkono. Wow. Deme noja kisoma hicho kitabu? Umekisoma Ndio kiliwekwa pale. Sasa najua nifanyeje? Hebu ngoja nitakitafuta niwatumie kwa WhatsApp. Sawa muone vitu viko hapo. Ndio kilikuwa kinapresentiwa hapa, watu wakakikataa. Lakini ile kusema hilo ni kosa ambalo kwa ICD limeandikwa mbinguni kwa kalamu ya nini? Ya chuma. Kumbe unacho Kristo na haki yake. Hicho unaona kama si chote hicho. Ni chote. Kristo na haki. Sasa huko ndani kwa nini walikataa? Sababu Wagona kaandika kwamba kulikuwa na wakati huko milele ambao Kristo alizaliwa kutokana na nani? Na Baba. Kwamba huko kuna milele kule hakuwako. Hapo ndipo ICD wakagonga nini? Mwamba. Kwa hiyo Elenota kwambia huo ujumbe mliokataa, dhambi yenu imeandikwa kwa kalamu ya nini? Ya chuma. Kidogo mimi ni mwana historia. Lakini akili za watu, tuendelee kidogo hapo. Kupitia kwa wakati mwaka 1844 ulikuwa kipindi cha matukio makubwa. Ukifungua mbele ya macho yetu yaliyoshangaa utakaso wa patakatifu. Sasa anarejea mwaka 1844 kutoka 1888. Kuhusu kwamba kweli za zamani anawafundisha. Za zamani? Anarudisha kuanzia mwaka 1800 ngapi? 44. Kwanza patakatifu na wenye uhusiano mkubwa na watu wa Mungu duniani. Pia ujumbe wa malaika wa kwanza na wa pili na nini? Watatu. Ni ukweli wa nini? Wa zamani. Jumla ndio vizuri. Ukweli wa nini? Ukweli wa nini? Wa zamani. Ukifungua bendera ambayo juu yake iliandikwa amri za Mungu na imani ya nani? Ya Yesu. Patakatifu, ujumbe wa malaika watatu, amri za nani? Za Mungu na imani ya Yesu. Moja ya alama za zamani chini ya ujumbe huu ilikuwa ni hekalu la Mungu lilionekana mbinguni na watu wake wanaopenda kweli, pamoja na sanduku la agano lenye sheria ya Mungu, nuru ya Sabato. Amri ya 4 ilitoa miale yake yenye nguvu katika njia ya wavunja sheria ya Mungu. Mateso ya milele kwa waovu ni alama ya zamani. Siwezi kukumbuka jambo hili lingine lolote linaloweza kuingia chini ya kichwa cha alama za zamani. Kelele hizi zote kuhusu kubadilisha alama za zamani ni za kufikirika tu. Kumbuka nukuu ya kwanza, alama za zamani pia ni Mungu nafsi ya Mungu na nani? Na Kristo. Sasa tukijumlisha hapa tunapata mambo kama haya 6 kwanza kwa haraka. Ingawa yako zaidi ya 6. Moja ni nini? Hekalu, si ndio Pili nini? Nafsi ya Mungu na nani? Na Kristo. 3, ujumbe wa malaika watatu. 4, Sabato ya siku ya saba. 5, hakuna jehanamu ya milele. Hakuna jehanamu ya nini? Hakuna jehanamu ya milele. 6, amri za Mungu na imani ya Yesu. Hiyo ndio alama za nini? Ingawa ziko zingine zinaenda ziko chini. Sasa nataka nichukue hizo ni za msingi katika hizo nukuu. Tusiingie sana kwa ndani, tutafungua vitu vingi na funa muda utakosa. Nataka tu kwenye ile cream layer. Sasa tuje sasa katika hoja mtambuka. Sasa tuanze nafsi ya Mungu na ya nani? Ya Kristo. Sasa naomba unisitize kwa makini sana. Kama ulivyokuambia uwe makini, sasa ongeza umakini mara ngapi? 3. Nafsi ya Mungu na ya Kristo. Ule mwaka 1905 kuna mchakato ulifanyika pale. Na kuanzia ule mwaka 1897. Hii nukuu inasema hivi, hii ni manuscript ya 62 mwaka 1905 aya 4. Ndugu Belenga hafahamu anachokifanya zaidi ya vile Dr. Kellogg alivyofahamu kwamba kitabu cha Living Temple kilikuwa na baadhi ya makosa hatari sana ambayo yangeweza kuwasilishwa kwa watu wa Mungu. Makosa yenye kuvutia zaidi yamefichwa ndani ya nadharia hizi na mawazo haya ambayo kama yakikubaliwa yatawacha watu wa Mungu katika msitu wa makosa. Huyu nani? Ellen anamwanikia huyu Benda ambaye alikuwa alishawishika na kitabu cha Living Temple. The Living Temple, yani hekalu lililo nini? Hai. Huu ni mwaka 1905.
Sasa kitabu cha Living Temple kiliandikwa na Harvey Kellogg. Ukiingia kwenye supermarket yoyote kubwa kubwa utakuta kuna bidhaa zimeandikwa Kellogg. Sio karanga nini. Ni mtu alikuwa ni profesa mzuri sana kwa mambo ya afya, na huyu mtu alisomeshwa na familia ya Ellen White. James White na Ellen White walimsomesha nani? Kellogg. Na walimsomesha maalum ili awe daktari katika masomo ya afya. Lakini Kellogg akaja akaandika kitabu cha Living Temple. Akaingiza nadharia za ajabu. Za nini? Za ajabu kuhusu Mungu. Ndio Ellen White ingawa amemsomesha yeye, katumia gharama zake, lakini alimkataa. Si nimesoma hapo kwamba mtu akipishana mkataa? Sikaandika mwenyewe. Si pia ukataa, unaweza kukataa pia ukweli. Lazima uangalie msingi wa Biblia. Maana nimeanza na maandiko matakatifu. Bwana asifiwe. Sasa huyu Kellogg ni nani? Na kitabu cha Living Temple ni kipi? Nisikize kwa makini. The Living Temple inavyosema. The Living Temple ukurasa wa 28. Nimenukuu hapo. Kina mambo mengi lakini nimenukuu hizo haya mambo machache. Mjue kwa nini Ellen White alikataa kitabu cha Living Temple. Na kwa nini Mungu, kwa nini Beto Creek? Beto ilikuwa ni makao makuu ya Wasabato wa kipindi kile, na kulikuwa kuna hospitali kubwa ya sanitarian. Kwa nini ilichomwa na Mungu? Ule mwaka 1905 iliteketezwa, haikubaki hata msumari. Ushaona moto wa hivyo? Ushaona moto wa hivyo? Unakula paka tofali. Huo moto sio wa kawaida. Ni kwa sababu ya kitabu cha nini? Living Temple. Wakati nabii anawaonya kuhusu hicho kitabu, wachungaji wakapuuza. Akawaambia Mungu ataleta hukumu hapo Beto Creek. Na Mungu amekataa Beto Creek kwa sababu ya Kellogg. Wakaona wakaweka hivi. Wakaamka asubuhi yote imefekelewa mbali. Jumla ndio vizuri? Haya mambo yako serious brother. Hii nuru ambayo tuko nayo si ya mchezo. Sikia vizuri sasa. Living Temple inaongea nini? Mungu ndiye maelezo ya asili. Huyu ni Kellogg. Mungu ndiye maelezo nini? Huyu alikuwa ni kiongozi ndani ya kanisa la CDA. Sio Mungu aliye nje ya asili, bali yuko ndani ya asili, akijizilisha mwenyewe kupitia na ndani ya vitu vyote. Mahali ambapo roho wa Mungu anafanya kazi, mahali ambapo nguvu ya Mungu inajizilisha, Mungu mwenyewe yupo hapo kikweli na kikamilifu. Yaani leo ukiona muembe, Mungu yuko ndani ya muembe. Ukiona ng'ombe, Mungu yuko wapi? Hii ni nadharia pantheism. Wa Hinduism, Buddhism, Shintoism. Yaani inabomoa nafsi ya nani? Ya Mungu. Sio, mnaelewa vizuri? Kwa hiyo anapokuwa analika ile nukuu, wale wote ambao wanaharibu old landmarks, alama za zamani, wanajenga juu ya msingi wa makosa, wanaelea bila nanga. Sikia tuende kwenye kitabu cha Living Temple. Anasema hii ni mwaka 1903 wakati amekizindua kitabu cha Living Temple. Mtu anaweza kusema Mungu aliumba mti, lakini yumo ndani ya nini? Hayumo ndani ya mti. Mungu aliumba mti, lakini hayumo ndani ya mti. Mpingaji huyo anasahau kuwa mchakato wa kutengeneza mti katika mti ulio hai haukomi kamwe mti ukiwa hai. Mti unapokuwa haujiumbi wenyewe. Nguvu ya uumbaji inaendelea mbele ya muda wote. Ni Mungu aliye hai ndani yake anaufanya ukue. Yaani Mungu, ili mti ukue, Mungu inabidi akae ndani ya nini? Ya mti. Katika Mwanzo 1 Mungu akati anaomba viumbe, alitumia njia gani? Udongo. Sema iwe? Si ndio? Iwe miti. Kwa hiyo neno lake ndio limefanya miti kafanyaje? Ikawepo. Lakini yeye anakuwa ndani ya vitu. Yaani Mungu amefungwa na hivyo vitu. Sikia vizuri. Temple, Living Temple, kurasa wa 15 na 20. Tunatambua uhai mmoja unaofanana, nguvu moja inayochechemea katika kila kiungo kinachoruka au kutembea. Uhai wa wanyama na uhai wa mimea si kwamba ni vitu vinavyofanana tu, bali kwa hakika ni kitu kile kimoja. Sikia hii nukuu mbaya sana.
Mawazo haya yalimfanya Kerogi kuandika katika barua ya viongozi wa kanisa, akawaandikia barua akijitetea hivi walivyomkemea kwamba nadharia ambayo unaifundisha si ya Biblia. Akajibu, shida yote katika kitabu cha Living Temple inajumuisha katika swali hili: je, Roho Mtakatifu ni nafsi? Roho Mtakatifu nini? Nilikuwa nafikiri kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi na kwamba Roho Mtakatifu ndiye Mungu aliye ndani ya miti na ndani ya wanadamu. Si mnanielewa vizuri? Walimwambia waasisi kwamba unachofundisha sita tukikubali, Roho si mtu mwingine, ni Roho ya nani? Ndio akawaandikia sema, nilifikiri kwamba mnaamini Roho ni nani? Ni nafsi. Yaani kwamba nafsi katika mtazamo wa pionia unaposema ile person walikuwa na ile literal being. Yaani kama vile baba na nani? Na mwana. Wenyewe waliamini ni nafsi ya kiungu, yani ni nafsi ambayo inabeba utu wa nani? Wa Mungu. Si Mungu mwingine, bali ni roho ya nani? Ya Mungu, ambayo inawakilisha utu wa nani? Sasa Kerogi akatengeneza Roho Mtakatifu kuwa Mungu mwingine mwenye kutegemea, akiwa tangible and literal. Ndio akamkatalia kwamba Roho Mtakatifu naye anakaa ndani ya miti, ndani ya ng'ombe, ndani ya kila kitu. Iko hivyo jamani? Tasikia. Sasa nukuu zingine ziko hapa. Akikataa kwamba Mungu ana umbo. Mungu ni essence. Nikisema essence ni kiini kinachoenea, kimetapakaa, kimeenea. Mungu Baba hayupo katika mahali pa kijiografia kwamba yuko wapi? Mbinguni. Yaani Mungu amesambaa, ana umbo. Hiyo ndio version ya nani? Ya Kerogi. Kwa hiyo ikabomoa nafsi ya nani? Ya Mungu na nani? Na Kristo. Ellen White ya kulala. Sikia vizuri hapa. Majibu ya Ellen White kwenye The Ministry of Healing, page ya 429. Sema nadharia za kizahania, yani pantheistic theory, zinazomfanya Mungu kuwa kitu kisicho na umbo wala nafsi, zinatengua ukweli Mungu ni Baba, mwanawe Yesu Kristo ni chapa halisi ya nafsi yake. Sio, mnaelewa vizuri? Hapa namjibu nani? Kerogi. Kama unasinzia amka. Beo. Amka. Kunywa maji na uso kabisa. Kwani upito ndio soma afu nikaje nikahukumiwa? Narudia tena. Anamjibu nani? Dr. Kerogi. Nadharia za kizahania, pantheistic theory, zinazomfanya Mungu kuwa kitu kisicho na umbo wala nafsi, zinatengua ukweli Mungu ni Baba, mwanawe Yesu Kristo ni chapa halisi ya nafsi yake. Yaani leo ukikuta fundisho kwamba Mungu ana umbo, ana nini? Umbo. Na mwanae ana umbo, yaani kwamba wao wamesambaratika tu, ujue wewe una tofauti na Buddha, tofauti na Hindu, tofauti na Shinto. Na wanaotatu hawakubali Mungu ana umbo. Uongo kweli? Nukuu iko hapa chini. Tuendelee vizuri. Testimony for the Church, volume 8, page ya 263. Mungu ni roho, bado yeye ni nafsi yenye umbo, kwani mwanadamu aliumbwa kwa mfano wake. Bwana asifiwe. Ellen White alikuwa ni muamini wa dini ya zamani inaitwa Methodist. Nitakusomea article yao kuhusu Mungu, ambaye alikuwa ni muamini wakati huo pamoja na wazazi wake. Article yao ya utatu ilikuwa yaamini Mungu ana nini? Ana umbo. Nitakusomea hapa article ya imani ya Ellen White ya zamani. Sema wale ni wale mwana watatu. Ukishasema Mungu ana umbo, umebomoa nini? Utatu. Sababu Mungu akiwa na umbo, afu ni ana nafsi ngapi? Inakuwa lijitu au? Sasa ili kusawazisha inabidi baba asiwe na umbo, mwana asiwe na nani? Yaani tu wao tu wanaelelea ili abaki huyu Mungu mmoja asiyejulikana. Hebu nitoe maandiko. Msomaji? Nipo. Nipe kitabu kile cha Kutoka 33 mstari wa 20 na 21. Tuangalie maandiko yanasemaje kuhusu swala ambacho amesema Ellen White kwamba Mungu ana umbile. Kutoka 33 mstari wa 20 na 21. Haraka. Kisha akasema, huwezi kuniona uso wangu. Musa ataka kumuona nani? Mungu.
Mungu akamwambia huwezi kuniona uso wangu. Maana mwanadamu hata niona akaishi. Maana mwanadamu hata niona akaishi. Bwana akasema, tazama, hapa pana mahali karibu nami. Tulia, hapa pana mahali karibu nami. Kama Mungu ni msambaratiko aliyeenea, anaanza kusema kwamba hapa mahali ni karibu nami. Si anamwambia tu mimi nimeenea tu, sio na wasiwasi. Anasema hapa pana mahali karibu nami. Maana Mungu ana umbo la kijiografia. Endelea. Nawe utasimama juu ya mwamba. Kisha utakuwa wakati unapopita utukufu wangu. Soma kwa nguvu. Kisha itakuwa wakati utakapopita utukufu wangu, nitakutia katika ufa ule mwamba, na kukufunika kwa mkono wangu, hata nitakapokuwa nimekwisha kupita. Nami nitaondoa mkono wangu, nawe utaniona nyuma yangu. Nawe utaona wapi? Nyuma yangu. Kama Mungu ni msambaratiko ambaye ameenea, huo unamuonaje sasa nyuma yake? Na anakuja na nyuma. Kevin ameongea vizuri sana. Anakuja na nini? Ana nyuma. Maana kama yameenea tu, hana nyuma wala nini? Huyo ndo Mungu wa Kristo wa leo. Ana nyuma wala mbele. Na Musa aliona nyuma yake. Sasa wakati dada yake Musa anaitwa Miriam na kaka yake Musa anaitwa Aaron, walimsema nani? Musa. Kwamba huyu Musa tu, yani Mungu ndo anasema naye peke yake. Yani yeye ndo amempa nafasi ya kuongoza taifa zima. Na hii ndo roho ya matunguniko ya matengenezo. Roho ya nini? Si tu matengenezo tu, hata Wakristo wengine. Ukiona mtu ana karama kubwa, shikamana naye. Bwana asifiwe. Amen. Mjenge kanisa pamoja, mwambie Mungu yangu iko wapi? Si ukomae na kalama ya nani? Ya mwenzio. Mungu yangu iko wapi? Tushikamanishe kalama hii na kalama hii, tuwapeleke watu mbinguni. Bwana asifiwe. Sasa walivyomsema Musa na Musa, tayari Mungu amemonyesha umbo lake. Unajua ni heshima kubwa Ni heshima kubwa sana. Tunafahamu Washo na umbo la Mungu wewe. Washo na umbo la Mungu wewe. Musa akafanyaje? Akaona umbo la nani? La Mungu. Sasa baadaye walivyomsema Musa, sikia hasira ya Bwana ilivyowaka. Hesabu 12. Tuanze ule mstari wa 4 mpaka 8. Anasema, ndio. Bwana kanena ghafla na Musa na Haruni na Mariamu. Tuanze mstari wa 3. Anasema, basi huyo Musa. Tuanze mstari wa 2. Wa pili anasema, wakasema, je, ni kweli Bwana amenena na Musa tu? Hakunena na sisi pia? Sikia. Bwana akasikia maneno hayo. Basi huyo Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Bwana akanena ghafla na Musa na Haruni na Mariamu na kumwambia, tokeni nje ninyi watatu. Umesikia vizuri hapo? Akanena Mungu alisikia uchungu sana. Akatokeni nje nyinyi watatu. Endelea. Mwende hemani mwakukutania. Ndio. Basi hao watatu wakatoka nje. Bwana akashuka katika nguzo ya wingu. Zingatia, Bwana akashuka katika nguzo nini? Ya wingu. Kama Mungu ameenea, anaja kushuka. Ni kweli kwa njia roho yake iko popo. Lakini ana umbo lake la nini? La kijiografia. Anashuka katika nguzo ya wingu. Soma. Akasimama pale mlangoni pa hema. Ndio. Akawaita Haruni na Mariamu. Nao wakatoka nje wote wawili. Kisha akawaambia, sikizeni basi maneno yangu. Akiwepo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono. Nitasema naye katika ndoto. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa. Yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo. Kwake nitanena mdomo kwa nini? Kwa mdomo. Maana ndio waziwazi. Wala si kwa mafumbo. Na umbo la Bwana atafanyaje? Yeye ataliona. Na umbo la Bwana yeye atalifanyaje? Ataliona. Yaani Mungu akunena na Musa kwa maono wazi. Yaani leo uko hapa asema Mungu anakuongelesha. Kevin, ujambo, si ndio Mdomo kwa nini? Si yule mtu naota asubuhi Bwana amesema nami katika ndoto. Hapo Mungu anamtokea Musa, anazungumzana wazi. Huo ulikuwa ni mpango wa Mungu kuja kuishi na viumbe vyake. Bwana asifiwe. Sasa tunakubaliana katika maandiko ya Mungu ana umbo. Vipo na mkono? Wewe unamtokea Musa. Yesu ni Mungu Baba tunamjua Musa. Huyo ni Bwana Yesu. Lakini hiyo Yesu nitakusomea hapo. Yesu, ukiona Yesu ana umbo, ujue yeye ni chapa ya nafsi ya nani? Ya Baba.
Tuko pamoja mpaka hapa Si kwamba aonekani kwa sababu ya dhambi. Tuko pamoja. Si Isaya imesema kwamba amejificha kwa sababu ya dhambi zetu. Haya, nipe kitabu kile cha Danieli 7 mstari wa 9. Sasa baba yake Yesu anaitwa mzee wa siku. Soma. Nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Anaitwa mzee wa nini? Wa siku. Ameketi. Mstari wa 13 anasema, nikaona katika njozi za usiku, na tazama mmoja aliye mfano wa mwanadamu, akaja pamoja na mawingu ya mbingu, akamkaribia huyo mzee wa siku, akamleta karibu naye. Wakamleta karibu naye. Kuna maana kuna mzee wa nini? Wa siku. Na mtu mfano wa nani? Wa mwanadamu. Ameketi. Kwa Mungu si jitu fulani la kutisha. Mungu alitumba kwa mfano wake, inward and outward, kulingana na practical and prophets. Sikia vizuri, Ezekieli 1:26. Nisomee. Ameketi, ndimi za moto zimemzunguka, akiwa na mfano wa mwanadamu. Soma. Anasema, ndio, na juu ya anga lililokuwa juu ya vichwa vyao, ndio, palikuwa na mfano wa kiti cha enzi, ndio, kuonekana kwake kama yakuti samawi. Na juu ya mfano huo wa kiti cha enzi ulikuwa kwa mfano kama kuonekana kwa mfano wa mwanadamu juu yake. Yaani kuna kiti cha enzi unaonekana kama mfano wa nani? Wa mwanadamu. Juu yake. Maana Mungu ana umbo kama lako na mimi. Bwana asifiwe. Lakini si lako limechoka sababu lina dhambi. Kichwa kibovu. Meno imetoboka tu. Shakula sukari paka unachanganyikiwa. Maana leo tuna masomo ya afya. Lakini Mungu ana mpango wa kuturekebisha. Bwana asifiwe. Tutakuwa safi, watu janti, watu walefu baada ya ukombozi. Hapa tumechoka tu. Yaani wewe shirima ulivyo mfupi hivi kweli. Ndio maana siku ya ufufuo tutashangaa majanti. Kulingana na pattern prophet, Adam alikuwa na urefu zaidi ya futi 18. Futi 18 ni kama umeona hiyo nyumba hapo. Huo waya umeme hapo. Ndio huo urefu. Hiyo chuma hiyo. Kwa ilikuwa ni zaidi ya hiyo giant. Kwa ina maana leo mzee Gumbo, wewe ndo mtoto unayezaliwa leo na Adam. Unatambaa, hata utambayo. Unabebo. Walikuwa ni mkubwa sana. Na Yesu tunaambiwa ni mrefu kuliko nani? Adam. Maana mwambia Musa, nitakufunika katika mkono wangu. Sasa Mungu ni roho, bado yeye ni nafsi yenye nini? Umbo. Maandiko yanasema katika Mathayo 5:8, heri wenye moyo safi, maana watamwona nani? Mungu. Bwana asifiwe. Ufunuo 22 mstari ule wa 1 na mstari wa 3. Nisomee. Inasemaje? Kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima, ndio, wenye kung'aa kama bilauri. Hiyo ni mbingu mpya na nchi mpya. Ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo. Ndio mstari wa 3. Wa pili anasema, katikati ya watatu wala hapata kuwa na laana yoyote tena. Ndio. Na kiti cha enzi cha Mungu na cha nani? Na cha mwana kondoo kitakuwamo ndani yake. Tulia kidogo. Kuna maana ndani ya Yerusalemu mpya kuna kiti cha enzi cha nani? Cha Mungu. Na cha nani? Na cha mwana kondoo. Na tumeambiwa wale ambao wanaondoa nafsi ya Mungu na Kristo wanaelea bila nani? Bila nanga. Mbinguni kuna kiti cha enzi cha nani? Cha Mungu. Na cha nani? Na cha mwana kondoo. Huo ndio uzima, huo ndio msingi wa imani yetu. Sasa huyu Mungu mwenye umbo hakubaliki na Katoliki. Na Keroge alimbomoa. Tuko pamoja mpaka hapo? Alifanyaje? Alimbomoa. Sikia vizuri Rumi unasemaje kuhusu Mungu wao? Kuhusu Mungu wao wa utatu wa Rumi. Mungu wa Rumi hana mwili. Hii ni article yao, Catechism of Catholic Church, mstari wa 212, paragrafu ya 212 katika Kiingereza. Sema God is a pure spirit. He has no body. Kwamba Mungu ni roho tupu, yani mun kwa Kilatini. Yeye hana nini? Mwili. Hana umbo. Huyo ndio Mungu wa nini? Wa Rumi. Yule pastor, nani mtaje jina, Pastor Makole. Hajafanya amesoma theolojia. Wakati tunapambania kwa hoja anasema kwamba nyinyi mnamfanya Mungu kuwa kitu tu. Mungu ana umbo. Na kwamba Katoliki kwamba si kwamba umekosea kwa kila kitu. Kwenye issue ya utatu wako
sahihi. Huyu ni ati anasema kwamba mimi sijui theolojia, si ndio Yeye kasoma theolojia. Aliyoisoma hiyo imemfanya kuwa na Mungu asiyekuwa na nini? Na umbo. Kwa amemkana Ellen White na waasisi wa SDA. Afu anajita ni SDA. Yeye si wao, wewe uko mu SDA, wewe unakuwa ni Mrumi. Sikia hii nukuu Catechism for the Catholic Church paragrafu ya 370 inasema hivi: kwa kuwa Mungu ni roho, yani moon, hana mwili wala viungo vya kimwili. Na kwa sababu hiyo hana sura ya kimwili inayoweza kuonyeshwa au kuchorwa. Hizi ni zile kubwa. Sasa kwa pointi yao Mungu ana nini? Ana umbile. Tunakubaliana Lakini maandiko yanasema Mungu ana nini? Ana umbo. Lakini hatumuoni kwa sababu ya nini? Ya dhambi. Sasa hii Mungu wa utatu ndio huyo. Nje kuonyesha ile article ya Methodist uweze kuelewa vizuri. Hapa. Hii article. Niko nabadilisha tu. Imani ya Methodist ya utatu inasema hivi, ambayo ilikuwa Ellen White. Sawa kabla hajabatizwa kwa Adventista. Inasema hivi, nimetafasiri hapa. Hii ni nukuu, hii inaitwa The Article of Religion of the Methodist Church, Article 1 of the Faith in the Holy Trinity. Anasema hivi, yupo Mungu mmoja tu aliye hai na wa kweli, wa milele, asiye na mwili wala sehemu za nini? Za mwili. Hii ni Katoliki, sisi Katoliki. Mwenye nguvu zisizo na ukomo. Hiyo ni malizika hapo. Kwamba uungu yani Godhead, wapo nafsi watatu wenye asili moja, nguvu moja na umilele mmoja, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Hiyo ndio imani ya kina Ellen G. White. Inapishana na Warumi. Saipishane Sasa huyo ndio Mungu leo wa Sabato amemrudia. Sasa tuje sasa kuhusu tahadhari kwa kanisa juu ya Kerouac na kitabu chake cha Living Temple. Ellen White akitahadharisha, ambacho kinakataa nafsi ya nani? Na ya nani? Ya Kristo. Kwamba Mungu na Kristo wana nini? Umbo. Ni wanaenea, ni essence inayoenea na pervade all nature. Inaingia kwa kila kitu. Mungu yupo, Mungu ameumba, lakini uumbaji, Mungu afungwi na uumbaji. Wala yuko ndani ya nini? Ya uumbaji. Bali yuko juu ya nini? Ya uumbaji. Ndio maana sala yetu tunafundishwa, sema salini hivi: Baba yetu aliye wapi? Mbinguni. Si aliye popote. Si aliyeenea, aliyepo wapi? Mbinguni. Bwana asifiwe. Kwa ana local place. Na huko Mungu malaika wakimsifu. Anakuwa nasi kwa njia ya Roho wake. Hii onyo anasema hivi, hii ni Selected Message book 1 page ya 200. Imeandika mwaka 1994. Mambo ya ajabu yanajitokeza mbeleni. Katika kitabu cha Living Temple, mfano mna mfano wa alfa ya uzushi. Alfa ya nini? Yani ile alfa apostasy. Omega inafuata na itapokelewa na wale ambao hawako tayari kutii maonyo ambayo Mungu ametoa. Ni jambo dogo si dogo? Ni kubwa Sasa anasema kwamba alfa ya wasi, yani Living Temple, kumsambaratisha Mungu asio na nini? Na umbo. Maana mwisho wa siku Kerouac mwaka 1907 alifuta ushirika na kaenda kaanzisha kituo chake cha Beto huko cha Centurion, na kaanza kufundisha na akakiri imani ya nini? Utatu mtakatifu. Nenda kasome chuo cha Kerouac. Msingi wake wa imani, kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ajili ya kwanza hivyo, alianza kwamba Mungu ana umbo, Mungu ameenea, mwisho utatu ukazilika wapi? Kwake. Kwa Ellen anasema kwamba watu watakuja, watachukua mafundisho ya Kerouac na wataunda omega. Nikisema alfa na omega sinaeleweka? Mwanzo na nini? Na mwisho. Sema na itapokelewa. Haongei kwamba itapokelewa nje, itapokelewa na Waadventista wa Sabato. Anasema tena Selected Message, your book 1 page ya 167. Usidanganyike, wengi watatoka katika imani wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Kumbe kusema Mungu ana umbile ni nini? Mafundisho gani? Ya mashetani. Ya mashetani. Na utatu umekataa Mungu ana nini?
ana umbile. Ni fundisho la nini? La mashetani. Inauma hiyo. Kama una wivu na utatu, pole. Na Mungu akutoe huko. Bwana asifiwe. Amen. Sasa tunayo mbele yetu alfa ya hatari hii, omega itakuwa ya asili ya kushangaza zaidi. Taonyesha hapa omega hiyo. Anasema tena book 1 hiyo Sacred Message ukurasa wa 203. Nilipoona matokeo ya vitabu hivyo, yani The Living Temple vya Kellogg, na jinsi vinavyoanza kubadilika, niliogopa sana. Nilijua kuwa omega ilikuwa inafuata mara moja, na nilitetemeka kwa ajili ya watu wetu. Nilitetemeka kwa ajili ya watu wetu. Habari za mchana. Jema. Tuko pamoja? Kama tuko pamoja tupongene mkono. Asante. Alitetemeka sana, akawa na hofu kwa ajili ya watu wetu ambao mimi na wewe. Sasa angalia Wasabato leo wanachokiamini. Kama Kellogg. Hebu nipe hiyo mwongozo wa Sabato. Huko hapo au umeondolewa? Nisema vitabu vyangu visiondolewa hapo. Vina makusudi ya kuwa hapo. Umekiona Nipe ukurasa wa 180. Tena kwa haraka. Utatu. Hivi hii inachukua huko au ichukue? Aichukui? Haya basi wataipata huko kwa simulizi. Soma kipengele cha 2 utatu. Anasema ndio kuna Mungu mmoja. Anza kwanza title juu. Title inasema imani za msingi za Waadventista wa Sabato. Anasema kuna Mungu mmoja. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa ina maana Mungu wa Sabato, Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, si ndio? Na tumeambia utatu, Mungu wa utatu ana nini? Ana umbo. Hebu nipe hiyo katekisimu hiyo ya kijani. Hiyo ni blue ukurasa ule wa 16. Nisomee. Hii ni katekisimu sasa. Wanasemaje kuhusu Mungu wao? Anasema katika imani ya Kikristo, fumbo kuu kwa yote ni fumbo la Utatu Mtakatifu. Tunaamini kwamba ndio Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu, na Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Na Mungu Roho Mtakatifu nani? Ni Mungu. Anasema lakini kuna Mungu mmoja tu, na wala si watatu. Na wala si nini? Watatu. Si watatu. Endelea. Ni fumbo ambalo sisi hatulielewi kabisa. Jamani, Mungu asieleweka, si ndio? Yaani viongozi wa dini hawamuelewi nani? Mungu tena kabisa. Hivi na bado hiyo imani unakuepo kweli? Yesu anasema kwamba, hebu tuende kwanza ile Petro wa 2. 1:3. Tunapaswa kumjua Mungu wetu. Na kumjua Mungu wetu ndio ufahamu na ndio uzima. Soma. Anasema kwa kuwa uwezo wake wa uungu. Mstari ngapi? Petro ngapi hiyo? Petro 2:1-3. Petro kwanza 1:3. Petro kwanza. Petro kwanza 1:3. Anasemaje? Anasema ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi. Hapana, sio andiko. Petro kwanza 1:3. Mstari wa 2. Anasema kama vile Mungu Baba. Hapana. Hebu nenda Petro wa 2. Hebu soma mstari wa 2. Petro 2:1. Mstari wa 2. Neema na iwe kwenu. Na amani iongezwe. Katika kumjua Mungu. Katika kumjua nani? Mungu. Na nani? Na Yesu Bwana wetu. Bwana asifiwe. Kumbe tunapaswa kumjua nani? Mungu. Na nani? Na Yesu Bwana wetu. Na akatuambia kwamba Mungu hajulikani. Hebu chucho kitabu hicho cha maandiko ya awali kiko hapo chekundu. Fungua ukurasa wa 51 kwanza ile para ya kwanza. Kwa Mungu wetu ni Mungu anayejulikana, ni Mungu mwenye umbile. Na Ellen White wakati anaenda katika mbinguni katika maono, alimuona Yesu katika utukufu wake, katika umbile. Na akauliza, baba yako ana umbo kama lako? Ellen White akamjibu vipi? Soma. Juu kabisa. Anasema Niliona kiti cha enzi. Na juu yake ameketi nani? Akiwa ameketi Baba na Mwana.
Niliutazama uso wa Yesu. Niliutazama uso wa Yesu. Na kuvutiwa na umbo lake. Na kuvutiwa na nini? Na umbo lake. Na kuvutiwa na umbo lake. La kupendeza. La kupendeza. Sikuweza kuona umbo la Baba. Sikuweza kuona umbo la Baba. Kwa maana lilifunikwa na wingu na utukufu. Lilifunikwa na wingu na nini? Na utukufu. Na utukufu. Nilimuuliza Yesu iwapo Baba yake ana umbo kama lake. Akasemaje? Akanijibu kuwa analo. Bwana asifiwe. Akanijibu kuwa nini? Analo. Lakini endelea na andiko hapo. Lakini huwezi kuliona. Anasema ndio. Anasema hivi. Lakini sikuweza kuliona umbo lake. Sikuweza kuona umbo lake. Kwa maana Yesu alisema mara tu ukilitazama utukufu wa umbo lake unakufa papo hapo. Tena kusema kwenye English, yani una lose existence. Yani unakuwa kama uje kuwepo. Ndio maana kumwona Baba si mchezo. Ndio maana Baba alimtuma nani? Mwanawe awe daraja. Maana anajua yeye ni moto ulao. Hauchangamani na dhambi. Mimi na wewe tutaenda kumwona Mungu kweli? Kwa mambo ya kijinga ambayo tunayafanya? Hapana. Malaika wenyewe pale, wale maserafi na makerubi ambao ni watakatifu sana, wanafunika nyuso zao. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana, na wamefunga wamuone pale kwa macho. Si mchezo. Mungu si mchezo, rafiki zangu. Lakini leo tunamfanyia mizaa. Sawa kwamba Mungu iko rohoni. Nakuja na nguo za ajabu. Kama ni mwanaume navaa mpaka viungo, au mwanamke. Maana tunaonyesha sana wanawake, lakini wanaume pia leo tunavaa nguo za nini? Navaa nguo zinaonyesha maumbile yako. Na anahitaji maumbile yako. Musa aliambiwa ukienda katika ua wa Bwana, angalia uchi wako usionekane juu ya madhabahu usije ukafa. Yaani Mungu anataka utakatifu. Ndio maana kusema Ibrania 12 mstari wangapi ule? Tafuteni utakatifu. Sura ya 12 fikiri mstari wa 14. Tafuteni nini? Utakatifu, ambao hakuna mtu ambaye ataweza kumwona Bwana asipokuwa nao. Na Yesu anasema kwamba mtakuwa watakatifu kama Baba yenu alivyo nini? Mtakatifu. Sasa ili uweze kumwona Mungu lazima uwe na utakatifu kama wake. Na ule utakatifu unaopata kwa njia nani? Ya Kristo. Sababu muda wangu umeisha. Baadaye tutakutana, utaona bayana leo Waadventista wa leo walivyokuwa panseisti, wanavyomkataa Mungu wa Biblia, Mungu wa baba zao, Mungu ambaye ni mmoja aliye Baba mwenye umbile na mwanawe Bwana wetu Yesu Kristo. Wangapi tuko pamoja mchana? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Waimbaji njoni mbele. Mungu wabariki. Taimba wimbo mmoja.